Ndugu zangu wa Tanzania na watazamaji wote kwa ujumla mahali popote mlipo, naomba niwasalimie hamjambo. Natumai umzima, ubuheri wa afya na mipenye nipo kukweba. Karibu katika mwendelezo wa matukio katika taifa la Tanzania, kwa sababu vile tunavyozungumza kuna habari mbaya zaidi ambayo imeweza kutumwa kwa ikulu ya Rais Samia Suluhu Hassan nchini Tanzania. Habari ambayo sio ya kufurahia ila tu ni ya kushangaza makubwa. Katika kanda hii nitakueleza nani ametuma habari hii mbaya kwa uongozi wa Samia Suluhu Hassan na sababu ni zipi zimeweza kuchangia habari hii kutumwa ambayo ni ya kutisha mno. Kabla ni zame kwa undani, na shukuru wote ambao mnatazama hii kanda mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa na Mwenyezi Mungu akae katika kiti cha enzi. Lakini niko na ombi moja tu kwa unyenyekevu na heshima kubwa, unapoendelea kutazama hii kanda tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja ya kutukabidhi like, na ikiwa hauja subscribe na kupembeleza uweze kusubscribe. Karibu ili nikufahamishe kwa akina. Kuna habari ambayo imeweza kuachiliwa kutoka bodi ya wadhamini na taasisi nzima ya Thabo Mbeki ambayo imeweza kuwasilishwa kwa Rais Samia Suluhu Hassan, na habari hii sio nzuri kwa Rais Samia Suluhu Hassan. Imeandikwa kwa Kiingereza lakini imetafsiriwa, nitakuwa naisoma kwa lugha ya Kiswahili, lakini inaanza kwa kusema kwamba statement of the Thabo Mbeki Foundation on the October 2025 United Republic of Tanzania general elections, time for an urgent new beginning. Lakini sasa iko kwa lugha ya Kizungu, but imetafsiriwa na mwanaharakati katika taifa la Tanzania ambaye anaitwa Maria Sarungi. Ameandika kwa lugha ya Kiswahili, nitakuwa naisoma vile ameiweka katika mtandao wake wa kijamii. Nasema hivi: tafsiri ya tamko hili sasa. Taasisi ya Thabo Mbeki inatoa taarifa hii kufuatia tafakari ya kina na yenye maumivu kuhusu uchaguzi mkuu uliofanyika Tanzania mnamo tarehe 29 Oktoba 2025, kumaanisha ya kwamba uchaguzi uliokamilika mwezi jana katika taifa la Tanzania bado kuna shida. Mlezi bodi ya wadhamini na taasisi nzima ya Thabo Mbeki tunatoa rambirambi zetu za dhati kwa familia zilizopoteza wapendwa wao wakati wa vurugu zilizotokea dhidi ya raia baada ya uchaguzi. Pia tunaomba uponyaji wa haraka kwa wote waliojeruhiwa wakati huu wa misuko kufuatia mfululizo wa matukio mabaya yaliyosababisha vifo vya watu. Misheni za uangalizi wa uchaguzi EOM za mashirika yetu ya kikanda na bara SADC au AU zimefanya maamuzi ya kuhuzisha kuhusu mwenendo wa uchaguzi. Kwa pamoja, EOM zilihitimisha kwamba uchaguzi mkuu ulishindwa kutimiza kanuni na miongozo inayosimamia chaguzi za demokrasia za SADC au AU pamoja na viwango vya kimataifa kama SADC. EOM ilivyosema, wapiga kura wa Tanzania hawakuweza kutumia uhuru wao wa demokrasia. Umesikia vile wameweza kusema wao wenyewe. Sasa wanamalizia kwa kusema hivi: sasa hapa ndipo mambo yalivyo ama yalipo. Hivyo waangalizi wa SADC na AU wanadai kwamba matokeo ya rais na bunge yaliyotangazwa na tume huru ya uchaguzi ya kitaifa INEC si kielelezo cha kweli cha mapenzi ya watu wa Tanzania. Habari mbaya sasa ya kutisha ambayo imetumwa kwa Rais Samia Suluhu Hassan ndio hii. Inasema ya kwamba sasa hii inasababisha hitimisho
lenye mashaka sana kwamba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sasa haina serikali halali, illegitimate government. Yani wamefutilia mbali kwamba serikali iliyopo mamlakani nchini Tanzania sasa hivi chini ya uongozi wa Samia Suluhu Hassan sio halali. Ikidokeza badala yake kwamba utawala wa sasa umelazimishwa kwa watu kupitia mchanganyiko wa nguvu na njia za ulaghai. Kumaanisha uongozi umeweza kulazimishiwa wa Tanzania kwa sababu hawakushiriki vilivyo katika uchaguzi, kumchagua rais, kumchagua mbunge, kumchagua diwani. Kumaanisha waliweza kulazimishwa na uongozi huu ambao unaendelea sasa hivi. Hali hii inazidishwa na ripoti zinazoendelea na zenye kusikitisha za vurugu za kimfumo dhidi ya wapinzani wa CCM, ikiwa ni pamoja na utekaji na mauaji. Maanisha kuna mambo ambayo yamezungumziwa hapo, mambo ya utekaji nyara, mambo ya mauaji, kwa sababu tuliweza kushuhudia watu wakiuawa, wakipiwa risasi kufuatia ile ripoti ambayo iliweza kuangaziwa na televisheni ya CNN na PPC na Al Jazeera. Ingawa baadhi ya watu nchini Tanzania wamebainisha kwa usahihi kwamba wakati umefika wa upatanishi, tuna maoni dhabiti kwamba uponyaji kama huo unaweza kupatikana tu kupitia mazungumzo ya kitaifa ya uaminifu, jumuishi na huru. Yani kwa sababu serikali ya Samia Suluhu Hassan iliweza kuitisha mazungumzo na maridhiano, ndio wameunga mkono. Taifa lazima sasa wametoa onyo, ndio tunataka mazungumzo, tunataka maridhiano ili kuleta utulivu, ili kuleta uhalali wa serikali. Lakini wafanye nini? Taifa nzima lijibu maswali muhimu kwa pamoja. Ni nini kilichoenda vibaya? Ni nini kifanyike ili kurudisha nchi yetu tunayoipenda kwenye njia sahihi? Ila maridhiano yanaanza na serikali haramu kujiuzulu. Maria Sarungi akatafsiri. Kwa hivyo uwepo wa Samia Suluhu Hassan katika Ikulu kunaendelea kuleta mazungumzo ama maoni tofauti tofauti. Tumeweza kusoma kile ambacho kimeweza kuachiliwa ama kutolewa kupitia bodi ya wadhamini na taasisi nzima ya Thabo Mbeki kuhusiana na uchaguzi huo, kwa sababu wanasema ya kwamba uwepo wa uongozi wa sasa katika taifa la Tanzania sio halali. Lakini ni kipi hiki ambacho kinastahili kufanyika? Tumeshuhudia sasa hivi Samia Suluhu Hassan anastahili kuhudhuria mikutano mbalimbali katika mataifa mengine, lakini haendi, ila tu anamtumia naibu wake ambaye ni Nchimbi, ambaye anawakilisha taifa la Tanzania. Sasa watu wanajiuliza, ni nini hii anaogopa? Yeye mwenyewe hatoki kuhudhuria mikutano ile ambayo inastahili kuhudhuriwa na rais, ila tu anamtuma msaidizi wake. Kumaanisha hata yeye mwenyewe huenda ameona vile uchaguzi ulikoenda sio kuzuri, ndio maana anajaribu kuhepa kidogo. Na hata mataifa mengine yakatishia hayawezi kuachilia hela kuelekea Tanzania kwa sababu hawawezi kuachilia hela kwa serikali ambayo sio halali. What do you think? Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo kufahamisha yale ambayo yanaendelea katika taifa la Tanzania. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baada. If you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button that is down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that the moment we upload the video clip, you'll be notified automatically that Omokenya TV has uploaded the video clip to watch. Remember to share our content also at WhatsApp groups and even on Facebook. That is how the way we can continue building this channel of ours, Omokenya TV. Be blessed. Let's meet in the next video. Bye bye.